Kuna kipindi ulikuwa karibu na Irene Uwoya. Yes. Una kumbukumbu? Naona siku hizi hauko karibu naye kama zamani, na tunataka kujua ulishaikuwa kwenye mahusiano naye. Nataka kunigombanisha na mama mchungaji. Vitu vya zamani vinapita. Okay. Yeah. Irene Uwoya ni dada yangu. Tulifahamiana zamani, nadhani nilikuwa chuo. Mwaka si wa pili. Yaani ilikuwaje hadi mkafahamiana? Nadhani alikuja kwenye mashindano ya Miss Morogoro, kitu kama hicho. Okay. Kama sijasahau, lakini niliyekuwa nafahamiana naye mimi ambaye alinikutanisha na Irene Uwoya ni msaidizi wake. Kwa hiyo walikuja Morogoro, nadhani walipofika Morogoro ndo siku nilikutana nao. Basi ikatokea tukawa marafiki. Tukawa tunawasiliana, nikifika Dar tunaonana. Kiufupi nilikuwa sijai kufika huku mjini. Kwa hiyo mara moja nilikuwa nikija wanakuwa ni wenyeji wangu. Kwa hiyo alikuwa tu ni kama sister, mtu ambaye ukifika mjini ni mtu ambaye mtaongea, mtabadilishana mawazo. Kwa haikuwahi kutokea kwamba mimi kuwa na mahusiano naye. Haijawahi kutokea, ila she has been my sister. A good sister, mwana tu ana baya, ana shida. Huko bado ukaribu wako wa zamani na mpaka sasa hivi bado uko hivyo wako distance kidogo. Sasa hivi nadhani we are not close. We are not close that enough. Nadhani tulipotezana. Kwenye kusema labda kwa watu ambao walichangia wewe kuja Dar es Salaam kwa sababu labda alikuwa ni mwenyeji wako, alikuwa ni Irene Uwoya, au ulikuja tu Dar es Salaam kwa mwenyeji yako, Irene Uwoya akawa ni mwenyeji wako? Kipindi kile mimi nasoma, nilikuwa nakuja Dar kwenye shughuli zangu kama kutembea. Tuseme nilikuwa kama mwenyeji, kutembea. Lakini mimi kilichofanya nimekuja Dar, sikuja kwa ajili ya wao wala nini. Mimi nilikuja huku kama mtumishi. Mimi nilikuja huku nilipangiwa kikazi huku. Okay. Yeah. Kwa hiyo nilivyokuja kufanya kazi huku ndo nikaja nikabadilisha, nikatoka kwenye hiki na hiki. Baada tu ya mimi kuingia kwenye kazi, kuna baadhi ya watu walikuwa mbali na mimi. Kwa hiyo baada hapo ndo hadi namba, watu kuwasiliana nao, vitu vingine, kubadilisha namba, kupotezana nao. Basi ikaishia hivyo. Yeah. Ukiendelea hapo kwa upande wa Irene Uwoya. Yeah. Umetuelezea alikuwa karibu na wewe, lakini hujatuambia kama ushakufanya naye kazi. Yeah. Na maana haujafanya naye kazi. Hauoni kama angekuwa ni mtu mmoja wa watu ambao angepush kazi zako sana zikaa kwenye awareness, kwa sababu Irene Uwoya alishashiriki Miss Tanzania, ni mwigizaji. Irene Uwoya pia ni mtu mzuri sana mavazi. Ni kama mavazi she's good at it. Hauona kama labda ule ukaribu ungeutumia kwenye kazi ambayo ulikuwa unafanya, ilikuwa ni jambo ambalo lingepeleka mbele zaidi? Uzuri mimi na Irene Uwoya hatujagombana. Wala hatuna shida yoyote. Ni sister, ni mtu ambaye tunaheshimiana. Kwa hiyo mimi nadhani kama hiyo nafasi itatokea mbeleni, sawa, mimi nitafanya, wala hamna shida. Uzuri mimi naye hatutofautiana kwa chochote, lakini ninachoamini, unajua kile kinachotokea kinakuwa na makusudi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi nadhani kama muda sahihi ukifika tutafanya, na wala hamna shida, na sidhani kama anaweza kukataa kufanya kazi na mimi. Sababu kazi zangu nzuri na ananifahamu way back. Na nahisi ya kutegemea hata na yeye hakutegemea kama mimi ningefanya biashara ambayo naifanya sasa hivi. Wakati unakutana naye ulikuwa bado nilikuwa yani nilikuwa nje kabisa, mwanafunzi kabisa. Kwa hiyo akiona najua she'll be proud na atatamani kufanya kazi. Kwa hiyo wala haijatufunga, tutafanya kazi. Kwenye upande wa kazi yako ya kushona, unashona kaunda suti na suti tu? Official. Yani official wears basi. Official wear. Mimi natamani vijana wawe smart. Vijana wawe smart. Hauna mpango wa expand labda kufanya kitu kingine, kuachana na official wear. Labda brand yako kishakuwa kubwa. Sio tu kwenye mavazi, hata kimeni kwenye biashara nyingine au kwenye kazi nyingine ambayo unatamani kuifanya. Ni kazi gani ambayo unatamani kuifanya? Brand yako expand. Au pia kwenye suti, kwenye swala lako zima la expensive wear ya wanaume. Unataka kuexpand kwenye kitu gani kingine? Okay. Nikisema projection kwa sasa hivi nitakuwa muongo. Ila unajua hatua moja inasababisha hatua nyingi. Kwa sasa hivi mimi ambacho nimefocus nacho ni kwenye kuihakikisha hii brand ambayo nimeitengeneza inakuwa pale. Baada ya kufika pale itatengeneza hizi distributors zake
Kwa hiyo tunaweza tukafanya hiki kama naandaa matamasha ya urembo ya fashion, yawezekana nitakuwa na jukwaa la fashion kubwa la kiume, yawezekana nikawa na kipindi kikubwa cha fashion cha kiume, yawezekana nikawa na anything can happen. Sasa hivi na focus na expensive husband, nihakikishe iwe ni brand ambayo mwanaume wa Kitanzania atatamani avae hiyo brand. Iwe ni brand identity ya Mtanzania. Hiyo ndo focus yangu. Alafu nadhani baada ya kuachieve hiyo tutahamia kwingine.